Elizabeth Atieno. Na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumkosoa vikali Rais William Ruto, akimtaka aache kuingilia masuala yake ya kifamilia na badala yake ajikite katika kushughulikia changamoto za kitaifa. Akizungumza akiwa katika ziara ya siku 2 katika kaunti ya Kirinyaga, Gachagua amekanusha madai ya kuhusika katika mgogoro wa urithi wa familia, akisisitiza kuwa mizozo ya urithi, iwapo ipo, itatatuliwa kupitia mahakama na sio Rais William Ruto. Munene John ana taarifa hii kwa kina. Kasongo aende asiende? Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kukoleza cheche za kisiasa dhidi ya Rais William Ruto, akimtuhumu kwa kuingilia masuala yake ya kifamilia badala ya kuangazia masuala muhimu yanayoikumba nchi. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga wakati wa ziara yake ya siku 2, Gachagua amepuzilia mbali madai kuwa alihusika katika kubadilisha wosia wa familia ili kumnyima ndugu yake haki ya urithi, akidai kuwa tuhuma hizo ni njama za kumchafua kisiasa. Umeona rais amechanganyikiwa, amesahau mambo ya masomo, amesahau mambo ya matibabu, amesahau mambo ya deni, anaanza kuingilia maneno ya family. Ati anasema ati kuna kiongozi ati ng'ombe yake iliuawa na kupe. Hiyo ni ujinga, ni utoto kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Gachagua pia ameielekeza lawama kwa serikali ya sasa, akisema kuwa hali ya uchumi imezorota, huku akimtaka Rais William Ruto kuweka kipaumbele kuboresha maisha ya Wakenya kupitia sera madhubuti za kiuchumi na utawala bora. Ruto ameshindwa na kazi kama rais ya Jamhuri ya Kenya. Sasa anatafuta kazi ya mzee wa mitaa ya kutatua shida kwa mafamilia. Hata hivyo, Gachagua ameapa kuendelea kuhudumia Wakenya na kuelezea kuwa ana maono thabiti ya kuliongoza taifa iwapo atachaguliwa katika uchaguzi mkuu ujao, akiahidi kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii. Wewe Kasongo, kama wewe ni mwanaume kamili, kuja hapa Kirinyaga, hapa mlimani, utusi Rigathi Gachagua, kiongozi wa Mlima Kenya, utajua hujui. Munene John, TV47, Nairobi.